Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu mko salama salimini. Tunakukaribisha kwa mara nyingine tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 2 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Na kila siku tuendelea kuwajuza kwa Kivu News Info, tuendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutakuletea muhtasari wa matukio makubwa kutoka maeneo mbalimbali yakiwemo ya ndani ya nchi na yale ya kimataifa, huko tukizingatia zaidi katika maendeleo ya usalama, maamuzi ya serikali na matukio yenye hatari kwa wananchi. Basi endelea kuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu hii ya asubuhi ya leo. Na kabla yote niendelee kukumbusha kwamba huenda hii ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla chochote kile ningekusihi kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine wanasema kujabone kwa vile vile na kupartage, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kitu chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga. Basi nakurika kuna mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, iko tarehe 2 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Na habari zetu tuanze moja kwa moja kutoka mji wa Uvira, ambako uko katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya taharuki kufuatia maafa makubwa yaliyosababishwa na mvua kubwa ilionyesha siku ya jana tarehe 1 Mei mwaka 2026. Mvua hizo zimesababisha mto Kalemabenge kufurika na kuleta maafa makubwa kwa wakazi wa maeneo mbalimbali ya mji huo wa Uvira. Kwa mujibu wa taarifa za awali, watu wawili tayari wamepoteza maisha, ingawa bado hawajatambulika rasmi. Na hata hivyo, hofu inaendelea kuongezeka miongoni mwa wakazi na mamlaka kutokana na ukweli kwamba baadhi ya maeneo yaliyoathirika bado hayawezi kufikika kirahisi, hali inaweza kuficha idadi halisi ya waathirika. Mafuriko haya yameathiri kwa kiwango kikubwa zaidi vitongoji vya Malaki, Kilibula pamoja na Nyemianda vilivyoko katika munisipa ya Kalundu. Katika maeneo hayo mamia ya nyumba zimeripotiwa kuzama ndani ya maji, huku nyingine zikibomolewa kabisa na kusombwa na mkondo mkali wa maji. Wakazi wengi wamejikuta kikosa makazi, wakilazimika kukimbia na kuacha mali zao nyuma. Mbali na makazi kuharibiwa, pia kumeshuhudiwa uharibifu mkubwa wa mali mbalimbali ikiwemo magari, vifaa vya nyumbani pamoja na miundombinu muhimu. Barabara kadhaa zimeharibiwa na kufungwa kutokana na maji mengi, aliyozorotesha juhudi za uokoaji na misaada kufika kwa wakati kwa waathirika. Mashuhuda wa tukio hilo wanasema kuwa maji yalipanda kwa kasi kubwa ndani ya muda mfupi, jambo lililoshangaza wengi na kuwafanya washindwe kujiokoa au kuokoa mali zao. Baadhi yao wamesimulia jinsi walivyolazimika kukimbia maeneo ya juu au paa za nyumba ili kuepuka kusombwa na maji. Hadi sasa mamlaka za eneo hilo pamoja na vikosi vya uokoaji vinaendelea na juhudi za kutafuta manusura na kuwasaidia walioathirika. Hata hivyo, changamoto kubwa inaendelea kuwa ni upatikanaji wa maeneo yaliyoathirika zaidi kutokana na uharibifu wa miundombinu na kujaa kwa maji. Wakazi wa Uvira wanaendelea kuishi katika hofu na sitofahamu, wakihitaji msaada wa haraka wa kibinadamu ikiwemo chakula, malazi ya muda na huduma za afya. Wito umetolewa kwa mashirika ya misaada na serikali kuongeza juhudi ili kuwasaidia waathirika wa janga hili. Kwa sasa tathmini kamili ya hasara bado inaendelea kufanywa, huku hofu ikibaki kuwa idadi ya vifo na uharibifu inaweza kuongezeka kadri maeneo mengi yatakavyofikiwa. Ni muhimu kwa wakazi wa maeneo yanayozunguka mito na mabonde kuchukua tahadhari zaidi wakati wa mvua kubwa, huku mamlaka zikihimizwa kuimarisha mifumo ya tahadhari na uokoaji ili kuepusha madhara makubwa zaidi siku zijazo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limefanikiwa kuzima shambulio la waasi la kundi la ADF katika eneo la Suka na Mboka lopo katika sheferia ya Kebo, takriban kilomita 30 kutoka Mungere ndani ya wilaya ya Mwesa katika mkoa wa Uwele. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi katika sekta operation ya Uwele, Kapteni Jile Mba, tukio lilitokea siku ya Alhamisi tarehe 13 Aprili, ambako waasi walijaribu kuingia katika eneo hilo lakini walikumbana na upinzani mkali kutoka kwa wanajeshi wa FARDC. Mapigano makali yaripotiwa mchana na wa siku hiyo na kusababisha waasi hao kutawanyika na kukimbia. Kwa mujibu wa jeshi, waasi hao wa ADF kwa sasa wako katika hali ya
kukimbia ovyo, wakikwepa mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa vikosi vya serikali. Inaeleza kuwa walijaribu kuhama kutoka maeneo yaliyofuatiliwa na kuelekea mkoa jirani wa Ituri, huku wakisaka maficho mapya katika mkoa wa Uwele. Kapteni Jile ameeleza kuwa hali sasa iko chini ya udhibiti wa jeshi na kwamba hakuna hatari kubwa inayotishia raia kwa sasa. Hata hivyo, alisitiza kuwa bado ni mapema kutoa tathmini kamili ya hasara iliyotokea wakati wa mapigano hayo, lakini taarifa zote bado hazijakusanywa kikamilifu. Amesema jeshi litatoa taarifa rasmi ya idadi ya waliouawa, kujeruhiwa pindi tathmini itakapokamilika. Kwa upande wa wakazi wa eneo hilo, vyanzo vya ndani vinaripoti kuwa mapigano yalisababisha hofu kubwa na kusababisha wakazi wengi wa Suka na Mboka kukimbia katika vijiji na maeneo ya jirani kwa ajili ya usalama wao. Hali hiyo imesababisha wimbi la wakimbizi wa ndani wanahitaji msaada wa haraka na wa kibinadamu. Licha ya hiyo, jeshi linasema kuwa sasa kuna utulivu wa tahadhari katika eneo hilo, huku vikosi vya usalama vikiwa tayari vimeimarishwa ili kuzuia jaribio lolote jipya la mashambulizi kutoka kwa waasi hao. Doria na operesheni za kijeshi inaendelea ili kuhakikisha usalama wa raia na mali zao unarejea kikamilifu. Shambulio linakuja siku chache tu baada ya mashirika ya kiraia kutoa tahadhari kuhusu uwepo unaodaiwa kwa waasi wa ADF katika maeneo ya karibu na wilaya ya Twasa. Kufuatia tahadhari hizo, maafisa wa ngazi za juu wa jeshi pamoja na viongozi wa mkoa walifanya ziara maalum ili kutathmini hali ya usalama na kuchukua hatua za haraka. Kwa sasa mamlaka zinaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa hali ya usalama katika eneo hilo, huku zikitoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa zote zinazoweza kusaidia katika kupambana na makundi ya uasi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaendelea kusisitiza dhamira yake ya kulinda mipaka nchi pamoja na kuhakikisha usalama wa raia katika maeneo yote yenye changamoto za kiusalama, hasa katika ukanda wa mashariki unaokumbwa mara kwa mara na vitendo vya makundi yenye silaha. Serikali ya Marekani kupitia wizara yake ya fedha na idara ya ufaki imetangaza tarehe 13 Aprili mwaka 2026 kumwekea vikwazo rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, uamuzi huo unatokana na tuhuma kwamba Joseph Kabila anadaiwa kuunga mkono kundi la uasi la M23 pamoja na muungano wa kisiasa na kijeshi unaojulikana kama AFC. Makundi mawili yanahusishwa na mchafuko unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hiyo inaeleza kuwa M23 ambao pia inatajwa kupata msaada kutoka Rwanda pamoja na AFC kama muungano wake wa kisiasa na kijeshi wamechangia kwa kiasi kikubwa kuzorota kwa hali ya usalama katika eneo la mashariki. Inadaiwa kuwa mapigano haya yamesababisha vifo vya maelfu ya raia pamoja na kuwafanya watu wengi kukimbia makazi yao. Hatua ya Marekani inaelezwa kuwa ni sehemu ya juhudi za kidiplomasia na za kuleta utulivu katika ukanda wa maziwa makuu barani Afrika. Waziri wa fedha wa Marekani amesema kuwa viongozi wa Marekani wana nia ya kuhakikisha amani inapatikana nchini DRC na kwamba yeyote anachangia machafuko atawajibishwa. Kauli pia inahusishwa na makubaliano ya Washington ya mwaka 2025 yaliyotiwa saini tarehe 4 Disemba mwaka 2025 kati ya viongozi wa DRC na Rwanda, yakilenga kuimarisha amani, ushirikiano wa kiuchumi na uwazi katika sekta ya madini muhimu. Katika uchambuzi wake, wizara ya fedha ya Marekani imeeleza kuwa hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuzorota, huku M23 ikitajwa kudhibiti maeneo makubwa ikiwemo mji wa Goma na Bukavu. Marekani na Umoja wa Mataifa wanashutumu Rwanda kwa kutoa msaada wa kijeshi, kifedha na vifaa kwa kundi hilo, jambo ambalo pia limepelekea baadhi ya taasisi za Rwanda kuwekwa chini ya vikwazo. Taarifa hiyo inaeleza kuwa M23 inafanya kazi kama mkono wa kijeshi wa AFC, muungano unadaiwa kuwa na lengo la kupindua serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi wa muungano huo Corneille Nangaa naye pia ametajwa kuwa tayari aliwekewa chini ya vikwazo kutokana na nafasi yake katika siasa za nchi. Kuhusu Joseph Kabila, Marekani dai kuwa alirejea nchini DRC katika kipindi ambacho makundi ya M23 yalikuwa yakijitokeza upya kwa lengo la kuwashawishi mwelekeo wa kisiasa. Anashutumiwa kutoa msaada wa kifedha kwa AFC M23 pamoja na kuhamasisha baadhi ya wanajeshi wa FARDC kujiunga na makundi hayo. Pia anadaiwa kuhusika katika mipango ya mashambulizi dhidi ya jeshi la serikali kutoka nje ya nchi pamoja na juhudi za kuunga mkono mgombea wa upinzani ili kurejesha ushawishi wake wa kisiasa. Hata hivyo, madai yanatolewa na upande wa Marekani na bado yanabaki kwa hoja mjadala katika uwanja wa siasa. Kutokana na vikwazo hivyo, mali zote za Joseph Kabila zilipo nchini Marekani au zinazodhibitiwa pia na raia wa Marekani zimezuiliwa.
Pia ni marufuku kwa raia wa Marekani au taasisi zake kufanya biashara au mamiala yoyote na umhusisha yeye au taasisi zinazohusiana na ye. Mamlaka za Marekani zimeonya kuwa yeyote atakayekiuka vikwazo hivyo anaweza kukumbwa na adhabu kali, zikiwemo faini au hatua za kisheria hata kama ni taasisi au watu wa nje ya Marekani. Hata hivyo, Wizara ya Fedha ya Marekani imesisitiza kuwa lengo kuu la vikwazo hivi si tu kuadhibu bali kushinikiza mabadiliko na tabia kusaidia kurejesha amani katika eneo la Mashariki mwa Kongo. Imeongeza kuwa kuna taratibu za kisheria zinazoweza kufuatwa na mtu aliyewekewa vikwazo ili kuomba kuondolewa kwenye orodha hiyo iwapo atatimiza masharti yanayohitajika. Kwa sasa tunaendelea kuzua mjadala mkubwa wa kisiasa ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wengi wakifuatilia kwa karibu athari zake katika hali ya usalama na mustakabali wa kisiasa wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, chama tawala UDPS kimefanya mkutano maalum wa kumshukuru serikali ya Marekani kufuatia vikwazo vilivyotangazwa dhidi ya rais wa zamani Joseph Kabila. Hafla ilifanyika katika makao makuu ya UDPS ambako viongozi wa chama hicho pamoja na wanachama wao walijumuika kutoa maoni yao kuhusu hatua inayochukuliwa na Marekani. Tukio limekuja siku moja tu baada ya tangazo rasmi la vikwazo hivyo kutoka kwa serikali ya Marekani. Akizungumza mbele ya wanachama na wafuasi wa chama hicho, katibu mkuu wa UDPS Augustin Kabuya alieleza kufurahishwa na uamuzi wa Marekani, akisema hatua hiyo inaonyesha dhamira kupambana na wale wanaotumiwa kuchochea ukosefu wa amani nchini DRC. Katika hotuba yake, Kabuya aliwataka wanachama kushangilia na kutoa salamu za shukrani kwa rais wa Marekani Donald Trump, akimsifu kwa kile alichokiita uamuzi wa kihistoria unaolenga kusaidia kurejesha utulivu nchini DRC, hasa mashariki mwa nchi. Alitangaza kuwa chama hicho kitapanga maandamano ya amani katika siku zijazo. Katika mapambano hao, wanachama wa UDPS wanatarajia kuandamana kuelekea ubalozi wa Marekani mjini Kinshasa, ambako watawasilisha barua rasmi ya shukrani kwa serikali ya Marekani. Kwa mujibu wa viongozi wa chama hicho, hatua hiyo inalenga kuonyesha mshikamano wao na uamuzi wa kimataifa unaolenga kupunguza machafuko na kuongeza uwajibikaji wale wanaotumiwa kuchochea vurugu nchini. Hata hivyo, tukio limezua mjadala katika anga za kisiasa nchini DRC, ambako baadhi ya wachambuzi wa siasa wanaona kuwa swala la vikwazo hivi dhidi ya viongozi wa zamani linapaswa kushughulikiwa kwa umakini ili kuepuka kuleta migawanyiko zaidi kwa wanasiasa wa ndani ya nchi. Wakati huo, hali ya kisiasa inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, hasa kutokana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na uamuzi huu wa Marekani na namna vinavyopelekewa na makundi mbalimbali ya kisiasa ya ndani ya nchi. Kwa sasa UDPS imesisitiza kuwa itaendelea kushirikiana na washirika wa kimataifa wanaunga mkono juhudi za amani na utulivu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Une façon ya ko remercier le président américain Donald Trump. Boza ko kanongai. Bopeteni mamoto makasi. Applaudissez très fort pour le président américain. Mettez-vous debout. Bopeteni mamoto nyonso. Il faut batubaye bien que le peuple congolais est derrière l'administration américaine avec le président Donald Trump. Tokani, Mutoko Sabinote, babandaki ko sous-estimer okonzina biso mboka. Babandaki ko kumisa Kagame que non, Kagame aza militaire, asala ba hautes études na ba académie militaire ya mboka na mboka. Mais Félix Tshisekedi ye habillement na ba asala ba hautes études na école ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tokani malamu. Tokani. Nalobi que Félix Tshisekedi asali ba hautes études na université ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tokani. Tokani. La politique ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba, notre père fondateur de Reste Mémoire et Mboti Mboma. Tokani.
Waziri wa ulinzi na wastaafu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Gika Mombo Mwendiavita ameanza ziara ya kikazi katika nchi za kusini mwa Afrika kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kijeshi unaoelekezwa zaidi kwenye vitendo vya pamoja vya kiusalama na si mazungumzo tu ya kawaida. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Wizara ya Ulinzi ya DRC, ziara hiyo inalenga kuimarisha mahusiano na nchi tatu muhimu za ukanda huo, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kusaidia kurejesha amani hususan katika mashariki mwa nchi. Katika mji mkuu wa Botswana, mazungumzo kati ya Waziri Kamombo Mwendiavita na mwenzake wa Botswana Moheto Moswa ilielezwa kuwa yamefungua kurasa mpya wa ushirikiano wa kijeshi uliopangiliwa na wenye matokeo ya moja kwa moja. Pande zote mbili zimekubaliana kuanza timu ya pamoja wataalamu itakayoiweka vipaumbele vya ushirikiano, kuboresha mafunzo ya kijeshi na kusaidia mageuzi ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua inalenga kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Kongo katika kukabiliana na changamoto za kiusalama. Katika mazungumzo hayo pia, waziri wa ulinzi wa Kongo alitoa heshima kwa aliyekuwa rais wa Botswana kama kwa mchango wake mkubwa katika upatanisho wa mgogoro wa Kongo mwanzoni mwa miaka 2000 ambayo alipelekea kufanyika kwa makubaliano ya Sun City. Katika nchi ya Namibia, mazungumzo kati ya Gika Mombo Mwendiavita na Wizara ya Ulinzi wa Namibia alionyesha mwelekeo pamoja kuhusu changamoto za kiusalama zinazolikumba eneo lote la Afrika Kusini. Pande zote mbili zilisitiza umuhimu wa kubadilisha uhusiano wa kihistoria kwa ushirikiano wa kimkakati wenye muundo imara unaoweza kusaidia kukabiliana na vitisho vya kisasa na vya kiusalama. Namibia iliahidi kuendelea kushirikiana na Kongo katika jitihada za kurejesha amani. Katika mji wa Zambia, Lusaka, mazungumzo kati ya waziri wa Kongo na mwenzake wa Zambia yalijikita katika kuimarisha ushirikiano wa kijeshi katikati ya majirani hao mawili. Waziri wa Kongo alieleza changamoto zinazoendelea katika mashariki mwa nchi yake, akisisitiza umuhimu wa msaada wa kikanda ili kulinda mipaka na kurejesha utulivu. Kwa upande wake, Zambia ilisisitiza kuwa amani ya Kongo ni muhimu kwa utulivu wa ukanda mzima na ikiahidi kuendelea kushirikiana kwa karibu. Kwa jumla, ziara hii inaonekana kuwa hatua muhimu ya kidiplomasia na kiusalama kwa DRC, ikilenga kuimarisha uhusiano wa kijeshi na nchi jirani na kuboresha uwezo wa kukabiliana na changamoto za kiusalama zinazoendelea mashariki mwa nchi. Na tuendelea kubaki huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Muliro lilopo mkoani Tanganyika. Hali ya taharuki imeripotiwa mwanzoni mwa wiki hii kufuatia taarifa zilizokuwa zikisambaa kupitia mitandao ya kijamii kuhusu uwepo wa vikosi vya kijeshi vya nchi jirani. Kwa mujibu wa taarifa hizo zilizosambaa, kulikuwa na madai kwamba eneo la Muliro lilikuwa limeingilia kwa muda mfupi chini ya udhibiti wa jeshi la Zambia kupitia jeshi hilo, jambo lilozua mjadala na wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi na wadau wa usalama katika ukanda huo wa mpaka. Hata hivyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limeeleza kuwa limechukua tena udhibiti wa eneo hilo baada ya kile kilichoelezwa kuwa ni uwepo wa muda mfupi wa vikosi hivyo vya nje. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, hali ya sasa imerejeshwa chini ya udhibiti wa FARDC, huku doria zikiendelea kuimarishwa kuhakikisha usalama wa raia. Wakazi wa eneo hilo wameripoti hali ya taharuki iliyoambatana na sitofahamu, hasa kutokana na taarifa zilizopingana zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii. Baadhi ya wakazi walieleza kuwa walazimika kujihifadhi kwa muda kutokana na hofu ya mapigano au mabadiliko ya ghafla ya kiusalama. Katika upande wa kidiplomasia na kikanda, makamu waziri mkuu wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Gika Mombo Mwendiavita alikutana katika ziara nchi za kusini mwa Afrika kupitia jumuiya ya SADC, ikiwa ni pamoja na Zambia. Ziara hiyo inalenga kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na kiusalama kati ya Kongo na nchi jirani. Viongozi wa kijeshi na kisiasa ya kando wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa diplomasia katika kutatua masuala ya mipaka na kuzuia migogoro yote inayoweza kuhatarisha amani ya ukanda wa maziwa makuu na kusini mwa Afrika. Kwa sasa hali katika eneo la Muliro inaelezwa kuwa shwari, ingawa bado ni hatari, na vikosi vya FARDC vinaendelea kuwepo kwa nguvu ili kuhakikisha hakuna uvunjifu wa amani unaojitokeza tena, huku uchunguzi wa mawasiliano na diplomasia yakitarajiwa kuendelea kati ya pande husika. Wananchi wa maeneo ya mipakani wamehimizwa kuwa watulivu, kuepuka kusambaza taarifa zisizothibitishwa na kushirikiana na vyombo vya usalama ili kudumisha utulivu na amani katika eneo hilo nyeti la kimkakati. Mkuu
wa mpango wa Umoja wa Mataifa nchini MONUSCO James Swana amekutana na spika wa bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Aime Bonji Sankara katika ikulu ya bunge ya Kinshasa. Kikao hicho kilifanyika tarehe 13 Aprili na kilijikita zaidi katika masuala ya amani, usalama na namna ya kuimarisha utulivu nchini Kongo, hasa katika maeneo yanayoendelea kukumbwa na changamoto za kiusalama. Baada ya mazungumzo, James Swana alisema kuwa amefurahishwa na mazungumzo yaliyofanyika, akieleza kuwa alikuwa na manufaa na yenye kujenga. Amesema kuwa bunge la Kongo lina nafasi kubwa sana katika kusaidia juhudi za kuleta umoja na amani ya taifa. Ameongeza kuwa bunge linasaidia kuunganisha maamuzi ya kidiplomasia na hali halisi ya wananchi walioko mashinani. Kwa maneno yake, alisema ni muhimu taasisi zote za nchi kufanya kazi kwa pamoja ili kuimarisha amani na utulivu. Mkuu wa MONUSCO pia amesisitiza kuwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa unaendelea kufanya kazi yake nchini Kongo kwa kuzingatia maazimio muhimu ya kimataifa, hasa yale ya mwaka 2025 yanayohusiana na ulinzi wa raia na uimarishaji wa amani. Kazi kuu za MONUSCO zimeelezwa kuwa ni kulinda raia, kusaidia mpango wa kuondoa wapiganaji wa silaha, kuwasaidia kurejea kwenye maisha ya kawaida, pamoja na kusaidia mageuzi ya sekta ya usalama nchini. Pia imeelezwa kuwa mpango wa kuwarejesha wapiganaji wenye jamii na kuimarisha jeshi la taifa ni muhimu sana katika kupunguza mchafuko yaendelea katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. James Swana amesisitiza kuwa umuhimu wa kujenga amani kati ya wananchi na taasisi za serikali. Amesema bila imani hiyo ni vigumu kufikia amani ya kudumu. Vilevile ameongeza kuwa ni muhimu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kuimarisha mamlaka yake katika maeneo yote ya nchi ili kuhakikisha kila sehemu inakuwa chini ya utawala wa sheria na usalama wa raia unalindwa. Kwa jumla, mkutano unaonekana kuwa sehemu za juhudi zinazoendelea za kimataifa na kitaifa za kuleta amani ya kudumu nchini Kongo, hususan katika kipindi ambacho baadhi ya maeneo bado yanakabiliwa na changamoto za kiusalama. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwanasiasa Prince Penge ambaye ni karibu na kiongozi wa upinzani Martin Fayulu ametoa maoni yake kuhusu vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya rais wa zamani Joseph Kabila. Kwa mujibu wa Penge, vikwazo hivyo vina maana ya kipekee kisiasa nchini Kongo. Amesema kuwa Kabila aliamini kwamba kumweka madarakani rais wa sasa Felix Antoine Tshisekedi baada ya uchaguzi uliokuwa na utata ungeweza kumdhibiti na kuendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika uongozi wa nchi. Hata hivyo, Penge anasema kwamba mambo ya kuenda kama alivyotarajia Kabila, kwani Tshisekedi aliweza kujitenga na ushawishi huo na baadaye hata kugeuka kuwa na msimamo tofauti wa kisiasa na uliomsaidia kuingia madarakani. Kwa maoni yake, alionyesha kwamba si rahisi kwa viongozi wa zamani kuendelea kudhibiti nchi kupitia watu walioweka madarakani, hasa pale viongozi hao wanapoanza kufanya maamuzi yao binafsi badala ya kuishika madaraka. Hata hivyo, Prince Penge amesisitiza kuwa mabadiliko hayo ya kisiasa yapaswi kumwondolea rais wa sasa wajibu wake wa kuheshimu katiba ya nchi. Amesema kuwa DRC lazima iendeshwe kwa kufuata sheria na katiba bila upendeleo. Ameongeza kuwa jambo muhimu zaidi ni kuheshimu kikomo cha muhula wa urais ili kuhakikisha demokrasia inabaki imara. Amesema kuwa ingawa katiba haitaheshimiwa, basi kutakuwa na hatari ya kuendelea kwa migogoro ya kisiasa na mashaka kuhusu uhalali wa viongozi. Kwa mujibu wake, rais wa sasa ambaye aliingia madarakani katika mazingira yaliyokuwa na mjadala mkubwa wa kisiasa anatakiwa kuwa mfano wa kuheshimu sheria na kuonesha kuwa anasimamia demokrasia kwa vitendo. Kauli hizo inaonyesha namna ambavyo mjadala wa kisiasa bado unaendelea nchini Kongo kuhusu uhusiano kati ya viongozi wa sasa na wa zamani, pamoja na athari zake kwa mustakabali wa kidemokrasia wa DRC. Kwa sasa mjadala unaendelea kuzua maoni tofauti ndani ya upinzani na upande wa serikali, huku wadau wa kisiasa wakitoa tafsiri mbalimbali kuhusu mwelekeo wa kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Les sanctions que les États-Unis d'Amérique viennent de prendre à l'endroit de Joseph Kabila est un rappel au respect des règles du jeu démocratique. Nous vous rappelons qu'en 2019, les mêmes Américains avaient sanctionné lourdement Corneille Nangaa et Norbert Basengezi pour avoir créé un chaos électoral en décembre 2018 et pour avoir proclamé un faux vainqueur en violant la Constitution et la loi électorale.
le même trésor américain vient de sanctionner Joseph Kabila. Un carton rouge direct pour l'ensemble de son œuvre. C'est-à-dire, Kabila avait violé la Constitution en n'organisant pas les élections en 2016. Kabila ensuite avait provoqué un glissement électoral. Et enfin, en 2018, Kabila avait ordonné à Nanga de changer les résultats des élections générales pour imposer un non-élu à la tête de l'État. Qui sera la prochaine victime du Trésor américain? Qui sera le prochain qui sera sanctionné par les États-Unis d'Amérique? L'Amérique tient à la démocratie et au respect des règles démocratiques. Au vu de l'entêtement de M. Félix Tshisekedi et de son entourage à violer la Constitution, à déchirer la Constitution, à bafouer les règles du jeu démocratique à la veille des élections de 2028, l'Amérique aura certainement une main lourde pour sanctionner M. Félix Tshisekedi et son régime qui veulent marcher sur la volonté du peuple. La Mouka et l'AD Congo rappellent à tous que la stabilité du Congo, l'unité, la cohésion de ses enfants passeront par le respect des règles démocratiques. Nous prenons acte des sanctions, mais nous demandons à l'Amérique de rester vigilant quant au respect des règles du jeu démocratique. Comme le rappelait Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, l'Amérique, il est dangereux d'être l'ennemi de l'Amérique, mais il est encore fatal d'être son allié ou son ami. L'Amérique n'a pas d'amis, n'a pas d'alliés internels. L'Amérique tient aux règles démocratiques, au respect de la Constitution et des lois du pays. Si vous violez la Constitution... Na ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 2 za mwezi wa 5 mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Tunapenda kuwashukuru kwa dhati kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 2 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Tumekuletea matukio mbalimbali yaliyojiri katika maeneo tofauti yakiwa na lengo la kukupa uelewa mpana kuhusu kile kinachoendelea katika jamii yetu, nchi yetu na hata kimataifa. Kama kawaida, dhamira yetu ni kuhakikisha unapata taarifa zilizo sahihi kwa wakati na zinazoaminika ili uweze kufanya maamuzi yenye misingi wa ukweli. Tunawashawishi muendelee kufuatilia kila siku kupitia Kivu News Info kwa sababu jukumu letu ni kuleta unuru ya habari kwa jamii hii. Katika dunia leo yenye taarifa nyingi zinazosambaa kwa haraka, ni muhimu sana kila mmoja wetu kuwa makini na kuchunguza vyanzo sahihi vya habari. Hivyo basi tumejikita katika kuhakikisha tunakupatia habari za ukweli bila upendeleo na kwa uwazi. Basi endeleeni kuungana nasi, endeleeni kutunga mkono, na zaidi ya yote endeleeni kuwa sehemu ya familia ya wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunahimiza pia kushirikiana katika taarifa zetu na wengine ili jamii yetu iwe na uelewa mpana na ukweli kuhusu kile kinachoendelea. Langu jina mimi ni Teloge Longa. Basi kwa niaba ya timu nzima Kivu News Info tunawashukuru kwa usikilivu wenu mzuri. Tunaendelea kufanya kazi kwa bidii ili kuhakikisha mnapata habari bora zaidi kila siku. Mimi nimekuwa pamoja nanyi katika taarifa hii ya leo. Tukutane tena katika taarifa zetu zingine za baadaye. Basi Mungu awabariki na walinde na endelee kuwapa amani katika maisha yenu ya kila siku. Hii ni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi tunatakia asubuhi njema ya mafanikio tele, na nikwambie tu bye bye na chao, na tutakutana tena katika matangazo yetu mengine.